Welcome back katika episode yetu mpya ya Wanangu Podcast. Mimi naitwa Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Mimi ndo host wa podcast hii inayofahamika kama Wanangu Podcast, na leo nakuletea episode yetu mpya, episode ya 69 ya Wanangu Podcast, ambayo inahusiana na aina mbili za muziki, nikizungumzia hip hop na singeli. Lakini kabla hatujaenda kwenye kile ambacho nataka kuzungumzia siku ya leo, kuna ujumbe mmoja nishaye kupata kutoka kwa mwandishi mmoja wa vitabu anaitwa Stephen King, ambaye aliulizwa kama huwa anatembea na notebooks ili aweze kunote zile idea ambazo zinamjia, especially anapokuwa yuko mbali na ofisi au nyumbani kwake, na akakataa, akasema la hasha, yeye huwa atembei na notebook sababu anaamini yale mawazo ambayo ni mazuri ni yale ambayo huwa yanakuja tena, anaweza likapotea baadaye likaja tena, lakini yale mawazo ambayo linakuja mara moja likipotea limepotea, yeye anachukulia kama alitolea mfano wa kama chekecheo fulani ambalo ukiweka vitu basi vile vinavyobakia pale juu ndivyo ambavyo unatakiwa vitumie, lakini vile ambavyo vinapita vinatoka pengine ulikuwa huvihitaji. Kwa hiyo nazungumza hayo yote kwa sababu idea hii ya leo, ya hii episode ya leo, ni idea ambayo nilikuwa niko nayo kwa miaka mingi sana. Nilikuwa nikifikiria sana kuhusu muziki wa hip hop, ambapo mimi ni shabiki wa muziki wa hip hop na ufuatilia historia pia, lakini nafuatilia kwa kusikiliza na utamaduni mzima wa hip hop kwa ujumla. Nikifanisha na singeli, ambayo kwa hali ya kawaida ni muziki miwili tofauti kabisa. Hata ukizungumzia speed, singeli na speed kubwa sana ukilinganisha na hip hop. Umeona? Hata ukizungumzia maadhi, ukizungumzia lyrics zinaandikwa tofauti. Lakini kwa nini niliona umuhimu wa kufanisha hivi vitu viwili? Cha kwanza ambacho kilitrigger mimi kwanza kufanisha hii muziki miwili ni kihistoria. Kwa sababu hata mimi niliposikia singeli kwa mara ya kwanza nikasema, huu ni muziki wa aina gani ambao uko speed namna hii? Yaani how do you record this? How do you dance to this? Umeona? Lakini baada ya muda unaona watu wana develop styles za kucheza. Baada ya muda unaona watu wengi wanauelewa zaidi, especially vijana. Umeona? Kwa unaona okay, hata kama mimi sielewi moja kwa moja, basi kuna kitu hapa, ndio maana watu wengi wanaweza wakawa wanaofuatilia au kuufuata au kusikiliza muziki huu. Kwa hiyo ndo cha kwanza. Lakini kilichofanisha na hip hop ni kwamba hip hop wakati inakuja miaka ya 70 kule Bronx, New York nchini Marekani, kuna watu wengi sana walikuwa wanaikataa hip hop. Wanasema sio muziki bwana, kwa sababu walikuwa wanafanisha na muziki ambao ulikuwepo kabla ya hapo, soul, jazz, R&B na vitu kama hivyo. Wanaona sio muziki, hauwezi kawa ni muziki, hawa vijana watakuwa ni wauni tu. Kwa kuna watu ambao walikuwa wanafikiria kwa namna hiyo. Kwa hivi hizi kwa hiyo uko kukataliwa kwa hip hop na kukataliwa kwa singeli. Kukataliwa kwa singeli kulinikumbusha kwamba hip hop pia ilikuwa inakataliwa hivi mwanzoni ilivyokuwa inakuja. Kwa hiyo watu wengi hawakujua kama miaka 50 baadaye bado watu wangekuwa wanazungumzia hip hop, na hip hop ingekuwa imedominate dunia nzima as far as impact yake kwa namna ambavyo watu wanafanya muziki wa rap na namna ambavyo watu wanaishi utamaduni wa hip hop. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kilinifanya anza kuangalia okay, singeli hii imetokea kwenye singeli, lakini pia hii ninakumbuka ilitokea kwenye hip hop. Kwa hiyo nikaanza kuangalia na vitu vingine sasa ambavyo pengine kwa hali ya kawaida mtu asingeweza kufananisha kati ya singeli na hip hop, kwa sababu ni muziki ambayo inaonekana iko tofauti sana. Lakini kuna similarities nyingi sana, kuna kufanana kwingi sana kwa hii muziki miwili. Kwanza niseme pili, kwa sababu kwanza ni hiyo historia, kukataliwa kwake kunafanana kidogo. Lakini pili ni kwamba ni muziki ambao unafanywa na vijana sana. Hata hip hop ilipokuwa inatoka miaka ya 70, watu ambao walikuwa wanajishughulisha nayo ni vijana zaidi ambao wako active na wamekuja na sound mpya. Kwa hiyo wao ndio walikuwa wanaelewa nini wanakifanya. Watu wengine pengine ambao wako kwenye age group tofauti na vijana, pengine walikuwa na wakati mgumu kufikiria kwamba au kuelewa kwamba kinachofanyika ni nini. Kwa hiyo vijana walikuwa active sana. Same way kwenye singeli naona vijana ndio wako active sana na muziki wa singeli. Lakini tatu, muziki wa singeli umetokea Uswahilini, umetokea sehemu ambayo hata vipato, unajua Uswahilini tunajua kule kwetu vipato vyetu sio sawa na sehemu nyingine. Hip hop pia ni hivyo hivyo, umetoka kule Bronx ambako unakuta kuna Black Americans wengi na Latinos ambao pia na wenyewe vipato vyao ukilinganisha na watu wengine sio vipato vile ambavyo tunasema ni vikubwa sana kwa standards za Marekani kwa kipindi hicho pia mpaka sasa hivi naamini. Umeona? Kwa hiyo ni muziki pia ambayo imetokea sehemu ambayo kipato sio kikubwa sana na watu wanatumia ubunifu wa kile walichokuwa nacho kuweza kuexpress themselves kupitia sana hii ya muziki ambao wanaofanya. Nikupe mfano tu wa hip hop.
walikuwa wanatumia zile turntables kuweza wana manipulate zile turntables kuweza kupata beats ambazo MCs wanaweza wakachania kwenye hizo beats. Kwa hiyo kulikuwa hakuna beat kama siku hizi producer anaweza akatengeneza beat moja kwa moja afu MC akaanza akachana juu ya hizo beat. Ni kwamba walikuwa wanachukua nyimbo nyingine, say labda wimbo labda wa jazz au wa soul, and then wana break, walikuwa wanaliza breaks. Yaani ana loop, ni kama anacheza kipande fulani anakimanipulate na kipande pengine cha kwenye wimbo mwingine, basi ikiwa najirudia ndo beat ya hip hop inatokea kwa namna hiyo. Kwa hiyo DJ, ndio maana ma DJ walikuwa ni muhimu sana na bado ni muhimu sana katika utamaduni mzima wa hip hop, kwa sababu wao ndio walikuwa wanatengeneza miundombinu ambayo MCs wanaweza kutumia kwa ajili ya kuchana. So ukija kwenye singeli pia kuna kitu kama hicho ambacho mara kwanza watu walikuwa wanaanza, unajua singeli haikuanza kutengenezwa studio kwenye hizo official studios kabisa. Ni watu mtaani tu walikuwa wanatumia zile virtual DJs ambayo ni program kwa ajili ya kuplaya muziki. Yani DJ anaweza akatumia kwenye kompyuta kama hivyo akawa ana play nyimbo club na sehemu nyinginezo. Lakini watu wa singeli walikuwa wanatumia ile program kwa ajili ya kutengeneza beats za singeli, na wakaanza kurap, kuchana kwenye hizo beats za singeli, kuimba kwenye hizo beats za singeli. Hata mmoja kati ya pioneers wa muziki wa singeli, Msagasum, nimeona kwenye documentary moja ambayo BBC waliifanya kwa kizungumzia muziki wa singeli. Anasema alikuwa anaenda na wale waimba taarabu wale, basi wakishaimba taarabu zao kuna sehemu ile beat inabakia wanailoop ile beat. Kuloop maana yake anachukua kipande kidogo cha ile beat afu kinakuwa kinajirudia. Basi akisha loop ile, yeye ndo anapata beat ya kuimbia sasa singeli. Mbona sasa kunavyokuwa kuna kufanana kati ya singeli na hip hop katika namna ya ubunifu na katika namna ya kutumia kile kidogo ulichokuwa nacho kwa ajili ya ku make sure kwamba unapeleka sanaa yako mbele. Kwa hiyo kuna kufanana sana katika hivyo vitu ambavyo nimekutajia. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kaifananisha muziki hii miwili ni kwamba singeli na hip hop yote ni muziki ambayo iko very raw. Nikisema iko raw ni kwamba ni muziki ambayo yani what you see is what you get. Umeona, yani sisi tuko mtaani kwetu tunawakilisha kile ambacho kinaendelea mtaani kwetu. Tunaimba ile mambo ambayo yanaendelea mtaani kwetu. Kwa hiyo hip hop ilikuja kwa style hiyo sana. Na bado mpaka leo, japokuwa kuna wengine walibadilisha na baadaye ika commercialize zaidi, kwa kuna message nyingine zinakuja za kitofauti, lakini hip hop katika msingi wake kabisa ni kuwakilisha kile ambacho kinaendelea mtaani. Ni muziki wa mtaa kabisa. Singeli pia na nyewe ukiangalia ni muziki wa mtaa, ni muziki ambao unasemea kile kitu ambacho kinaendelea mtaani, kile kitu ambacho kinaendelea Uswahilini. Kwa hiyo hata topics ambazo unazisikia ni zile ambazo zina relate na watu ambao wanaishi kwenye maisha ambayo singeli inatokea, au kwenye mitaa ambayo singeli inatokea. Kwa hiyo hicho ni moja ya kitu ambacho pia kinafanana sana kati ya singeli na hip hop. Lakini kitu kingine ni kwamba hii ni muziki ambayo pia inakuwa influence sana na muziki mingine. Kama nilivyokuambia, hip hop ilikuwa influence sana na muziki kama soul, jazz, mpaka hata gospel. Ime influence sana hip hop. Katika zile sampling utakuta sample nyingi ambazo zinatumika katika kutengeneza beats za hip hop zimetoka katika muziki hiyo ambayo nimekutajia. Singeli pia licha kuwa imekuwa influence na muziki ambayo ilitangulia kama mchiriku na muziki mingine, lakini pia inakuwa influence sana na muziki mingine kama hata bongo flavor. Hata ukisikiliza singeli nyingi unakuta zinarudia pengine bongo flavor ambazo zilifanyika zamani, na wanarudia na lyrics kabisa. Wanafanya kile kitu ambacho kwenye muziki naita interpolation. Unarudia kipande cha wimbo ambao pengine ulifanyika miaka iliyopita. Umeona? Kwa hiyo muziki yote miwili inakuwa influence sana na muziki ambayo ilitangulia. Kwa hiyo ni sifa ambayo pia unaweza kufananisha kati ya hip hop na singeli. Kwa hiyo unaweza kaona kutoka kwenye hivyo vitu ambavyo nimekutajia huko kufanana kati ya singeli na hip hop, ambao kwa akili ya kawaida pengine mtu asingeweza kusema kwamba hii muziki inaweza kawa inafanana kwa namna yoyote ile, kwa sababu tunaona umetokea Marekani, umetokea Tanzania, na ni muziki ambayo ina sound completely different, lakini kuna vitu ambavyo ukiangalia ukifuatilia unaona kuna kufanana kidogo. Kwa hiyo hii ni idea ambayo nilikuwa nayo, ambayo nikasema kwa nini siweke katika mfumo wa episode ili wanangu waweze kuenjoy katika Wanangu Podcast. Basi mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode hii ya 69 ya Wanangu Podcast. Kama kuna kitu chochote ambacho unahisi kinafanana kati ya singeli na hip hop, basi unaweza uka drop kwenye comment ili watu tuweze kuona na tuweze kuongeza maarifa na ujuzi na tuweze kuwa entertained kupitia Wanangu Podcast. Au sio? Till next time, peace.